Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.
Somo la kitabu cha nabii Isaya. Nitautaja wema wa Bwana, sifa za Bwana kwa yote aliyotukirimia Bwana, na wingi wa wema wake kwa nyumba ya Israeli, aliyowakirimia kwa rehema zake na kwa wingi wa wema wake. Maana alisema, hakika ndiyo watu wangu hawa, wana wasio na hila, akawa mwongozi wao. Katika mateso yao yote yeye aliteswa, na malaika wa uso wake akawaokoa. Kwa mapenzi yake na huruma zake aliwakomboa mwenyewe, akawainua, akawachukua siku zote za kale. Neno la Bwana. Wimbo wa katikati. Fadhili za Bwana nitaziimba milele. Kiitikio:
na kwa haki yako utukuzwe. Mtakatifu wa Israeli. Somo la waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Wakorinto. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Namshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu, kwa sababu ya neema ya Mungu mliopewa katika Kristo Yesu. Kwa kuwa katika kila jambo mlitarajika katika yeye, katika maneno yote na maarifa yote, kama ushuhuda wa Kristo alivyothibitika kwenu, hata hamkupungukiwa na karama yoyote, mkikutazamia sana kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye atawathibitisha hata mwisho, ili msilaumiwe siku ile ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu ni mwaminifu, ambaye mliitwa na yeye mwingie katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. Neno la Bwana. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko. Naye alipokuwa akipanda chomboni, yule aliyekuwa na pepo akamsihi kwamba awe pamoja naye.
lakini hakumruhusu, bali alimwambia, enenda zako nyumbani kwako kwa watu wa kwenu, kawahubiri ni mambo gani makuu aliyokutendea Bwana na jinsi alivyokurehemu. Akaenda zake akaanza kuhubiri katika Dekapoli ni mambo gani makuu Yesu aliyomtendea. Watu wote wakastajabu. Neno la Bwana. Katika siku hii ya shukurani kwa Mwenyezi Mungu, kwa wapendwa mapadri wetu Felix Magobe na Christopher Magesa, nianze kwa kuungana nanyi ndugu zangu mapadri na taifa zima la Mungu kwa tendo la shukurani ambalo leo tunajumuika kama kanisa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi kubwa ya ukombozi. Ni kutokana na tendo la ukombozi Mwenyezi Mungu anaweka wahudumu ili waendeleze kazi hiyo. Lakini vile vile tendo la ukombozi linamfanya kila mmoja wetu kuwa shujaa, kuwa tayari kupigania pia ukombozi wake mwenyewe. Wazi anapoyatenda hayo na utayari wa kutenda hayo, neema ya Mwenyezi Mungu inaambatana naye, lakini utayari wetu unahitajika. Na ndio maana kwa vile Mungu ni mtendaji mkuu katika hilo, tunajumuika leo kuadhimisha miaka 25 ya utumishi wa ndugu zetu hawa na kumshukuru Mungu. Ni miaka ya Mwenyezi Mungu, miaka ya utendaji wa Mwenyezi Mungu, ambamo wazi ndani yake hata nyie mapadri mkafika kuomba kwamba tujumuike na taifa zima la Mungu kumshukuru. Mmeonja na kuelewa makuu ambayo Mungu mwenyewe amewatendea. Ukisoma maneno mlioyaandika wakati mnapewa daraja ya upadri, mlianza kwa kushukuru. Mmoja akiona Mwenyezi Mungu ndiye aliyetenda makuu hayo, jina lake liendelee kuwa takatifu. Na mwingine akiona kwamba ni Kristo mwenyewe aliyemteua na kumstahilisha heshima hiyo, ambayo sasa kwa miaka 25 maisha yenu yamekuwa ni hayo ya utumishi, lakini ambao ni utumishi wenye shukurani kwa Mungu. Maandiko matakatifu tuliyoyasikia yanatusindikiza katika nia hiyo ya kutolea shukurani kwa Mungu. Katika somo la kwanza sura ya 63 ya Nabii Isaya, tumeongozwa na aya ile ya 7 mpaka ya 9, ukombozi wenu na wa taifa la Mungu. Katika hali hiyo ndiyo tunakwenda katika ile aya ya 7 mpaka ya 9, ambapo Isaya katika mazingira ya mapambano na magumu aliyoyapata yule mtumishi wa Bwana, ndimo anaonja na kugundua wema wa Mungu. Wema wa Mungu ni ukarimu kwetu na wala si malipo kwa yale ambayo tumetenda, kwa sababu wema wake unatangulia utendaji wetu. Ni ukarimu, kwani hata yale tuliyofanikiwa kuyatenda hatimaye tunagundua si ya kwetu,
tunatenda yaliyo yake Mungu, na kwa kweli ametenda yeye mwenyewe kupitia sisi. Ndugu zangu mapadri, sura hiyo ya mtumishi sasa ni lazima muendelee kuitafakari na ijifunue kwenu katika yale ambayo mmefanikiwa kutenda, na pengine hayo ndio yakawasukuma zaidi kumtolea Mungu shukurani. Lakini pia hata ukarimu huo ambao sisi tunashirikishwa tu katika utendaji wetu ni ukarimu wa Mungu, kwani hali yetu kibinadamu haistahili kabisa kubeba mema mengi ambayo ninyi mmeyatumikia na kuyatenda katika sakramenti ya upadre. Itoshe tu kukumbuka idadi ya watu ambao kwa miaka 25 ninyi mmetumika kama daraja, na wao wakajipatanisha na Mungu wao na hatimaye kuingia katika ufalme wa mbinguni. Hatustahili hata kidogo, lakini tumetenda tena kwa miaka 25. Kumbe pamoja na Isaya tukumbuke kuwa utumishi wetu unatokana na rehema ya Mungu. Ni huruma yake ambayo anapotutuma kutumikia hatimaye pia inakuwa ndiyo njia pekee ya wokovu wetu. Hilo naamini mnalionja katika magumu ambayo mmefanikiwa kupita katika utumishi wenu wa upadri kwa miaka 25, na kuatia moyo hata kuwa tayari kuendelea kwa kipindi kijacho kulingana na mapenzi ya Mungu, kwani tangu mlipokubali wito wenu, upadri ndiyo njia pekee ya wokovu wenu na wetu, lakini ndiyo njia pia ya wokovu wa taifa la Mungu. Ndiyo maana Isaya anaonyesha kuwa hata pale wokovu unapotudai sadaka, tusiogope. Pale wito wetu unapotudai sadaka, tusishtuke. Isaya anatuambia nyakati hizo tuelewe kama ni mateso, aliyetuita anateseka pamoja nasi. Naamini kwa miaka 25 mnayo ya kushuhudia katika hicho anachokisema nabii Isaya, yaani wakati wa mahangaiko yetu ya kibinadamu na hata yanayotishia kudhoofisha kile tulichotumwa. Ni mahangaiko hayo hayo tunayoyahitaji ili kudumisha muungano wetu na Mungu na kuigundua huruma yake, na hivyo mahangaiko yanageuka kuwa sababu ya wokovu wetu. Kumbe mnapomshukuru Mungu, mshukuruni pia kwa kuwaweka katika safari ya wokovu hata leo. Na ndugu zangu, taifa la Mungu ndicho kilichotukusanya hapa, pamoja na kumshukuru Mungu, kuendelea kuwaombea ndugu zetu hawa wadumu katika utumishi wao, wakubali hali ambazo ziko mbele yao, ambazo hazijajifunua ni kwa jinsi gani watampa Mwenyezi Mungu tukufu hata mwisho wa maisha yao. Katika kutafuta kukamilisha utukufu wa Mungu kwa kutumia maisha dhaifu ya kibinadamu, Mwinjili Marko anatuonyesha jinsi ambavyo Bwana Yesu ndiye mwenye nguvu ya kubadilisha mitazamo yetu, na hata kama mbele pengine panaanza kujifunua woga. Miaka 25 ya upadri ni wazi panaanza kujifunua sasa uzito wa umri wa kibinadamu, na pengine hata kukubali kuacha kando baadhi ya matarajio ambayo tulikuwa nayo, tumeyaweka na tukiamini kwamba kwa nguvu zetu tunaweza tukayapata. Yeye Kristo
yuko tayari kutuondolea hayo na tukayapokea kwa shukurani. Tumesikia habari za yule mtu aliyeponywa kwa kuondolewa pepo. Alielewa kuwa hazina hiyo, hisani hiyo ambayo Kristo amemfanyia imemtengenezea deni, imetengeneza deni kati ya mpokeaji na mtoaji. Na ndio maana yule ndugu yetu tunasikia baada ya kugundua ametolewa mzigo ule mzito, anatafuta jinsi gani nitamlipa huyu ambaye ameniondolea mzigo wangu. Hakuelewa kwamba Kristo anakomboa ili kutuma, hatudai. Anatuandaa sisi kuwa watendaji wake. Yule aliyetolewa pepo katika Injili, akijua hana cha kumrudishia Kristo, anataka kujitoa yeye mwenyewe jinsi alivyo kwa Kristo. Anamuomba aambatane naye, lakini anakumbushwa kuwa shukurani ya kweli ni mwendelezo wa wema na huduma ambayo yeye sasa ameigundua. Aipeleke, anawaambia nenda kwa ndugu zako ukawashirikishe makuu haya aliyoyatenda Mungu. Kumbe shukurani inafungua mnyororo wa huduma, inafungua mnyororo wa huruma, inafungua mnyororo wa wokovu. Na hili ndilo, ndugu zangu mapadri Felix na Christopher, mlione leo, na sisi wote ambao tuna wajibu wa kumshukuru Mungu. Tunapogundua wema wa Kristo aliyotutendea, na hasa bila mastahili yetu, ni wakati wa utume, wakati wa kwenda mbele zaidi, kwani kwa huduma hiyo, huruma hiyo na utendaji wake ametufanya kuwa vyombo vyake ambavyo vina thamani tu pale tunapoendeleza kazi yake kwa watu, na tutakuwa na thamani kubwa utakapofika wakati wa kurudi kwake katika utukufu wake. Kumbe mnapomshukuru Mungu, mkubali na kuelewa kwamba mnafungua utume ulio mkubwa zaidi wa kurudi kwa ndugu zenu, si kuacha, si mapumziko, si wakati wa kusema imetosha, si wakati wa kujua kwamba una deni kwa Kristo, bali una utume kwa ndugu zako. Na ndugu zako wakubwa ni hao ambao pengine hata wanakuogopa sasa, kama jinsi wale walivyomwogopa yule mwenye pepo, na wale wengine ambao walimwambia Yesu atoke katika mipaka yao kwa sababu ya wema mkubwa alioutenda. Mtakutana nao hao, msiwaone ni wakomavu, wafuateni, watangazieni makuu aliyowatendea Mungu. Katika kutangaza makuu hayo, Mtume Paulo katika somo letu la pili, waraka wa kwanza kwa Korinto sura ya kwanza, anaonyesha tena kwamba shukurani ina uwezo wa kugeuka kuwa baraka kama tutatenda baraka. Na kama baraka inatoka kwa Mungu, ambayo mtagundua inawaelekea watu wa Mungu, ni kutoka kwa watu, ndipo ninyi tena sasa mtapata baraka. Utambuzi wa mchango wa wenzetu katika mafanikio tuliyoyapata ni sababu yetu ya kumshukuru Mungu vizuri zaidi kuliko nyakati zile ambazo sisi tumetenda kwa vipaji tu ambavyo Mungu ametujalia. Elimu mbalimbali nyinyi mmesoma, tena mmesoma mpaka nje ya nchi huko, mnazo degree zenu. Baba Magesa, wewe ni una masters yako,
Baba Magobe, wewe ni mbobezi katika filosofia na udaktari, haina thamani kwetu. Paulo anatuambia iwe kwa ajili ya watu wa Mungu. Kupitia hayo ambayo Mwenyezi Mungu ametutendea, na kweli tuna haki ya kumshukuru leo, tuelewe ni nafasi ya kuona neema ya Mungu tuliopewa na inavyofanya kazi ndani ya watu wengine. Nadhani hata mkitaka kuikuza, kuiheshimisha elimu ambayo kanisa limewapatia, mnaionja pale mnapoipeleka kwa watu katika huduma yenye kuwadai sasa elimu hiyo, vyeo hivyo, kuvinyenyekeza katika huduma kwa watu, katika upole, katika kujitoa na hata kufikia kuwa sadaka. Kujitoa kuwa sadaka ili kufikia upeo wa majitoleo yetu, na ni katika upeo huo tunagundua sasa yale tuliyotenda yanaturudia sisi. Kama ni kushukuru taifa hili la Mungu kwa hali inayostahili, tutagundua taifa hili limekuja kwa ajili ya kutushukuru sisi. Na ndipo tunakutana katika njia moja ya kuona hatufai kushukuriana sisi, tunapaswa kuendelea kuhudumiana na kupeleka shukurani zetu kwa Mungu. Kumbe ndugu zangu, ni muda wa kuanza utendaji mpya. Paulo anawahakikishia kwamba Mungu ni mwaminifu, ambaye aliwaita, aliwatwaa na akawafikisha hata kuwaweka katika ushirika na mwanaye. Tunaomba Mungu aendelee kuwatia shime, nguvu na baraka katika utumishi wenu. Na taifa la Mungu, hawa ndugu zetu wako mbele yetu kuomba sala na baraka zetu. Tuwaombee waendelee na utumishi. Tumsifu Yesu Kristo. E Bwana Yesu Kristo, utupe moyo wa kutegemea wewe zaidi kupita mivuto ya ahadi za dunia hii. Kuichukua misalaba yetu na kukufuata ni kutimiza wajibu zinazotupasa. Utuimarishe tusipewe wajibu wetu katika maisha. E Bwana Yesu Kristo, kupata uzima wa kweli ni kuwa tayari kujitoa pale unapokosekana upendo. Utupe moyo wa ukarimu huo. E Bwana Yesu Kristo, uwaite watu wa kila umri kujitoa kwa kazi ya utumishi wako.
Bwana Yesu Kristo, Mtume Paulo alihesabu yote kama takataka ili kukupata wewe kama kiini cha maisha yake. Utupe roho ya huyu Mtume Paulo mtakatifu. E Bwana Yesu Kristo, uwapokee marehemu wote waliojitoa katika utumishi wako.
Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.